We are hearing on mounting up by solving problems. Mounting up by solving problems. Kila mmoja wetu, si zote, Mungu wetu wakati alituumba, when God created each of us, He created us that we can be able to be solving problem and not to be creating problems. So you are not created and I'm not created to bring problem, but I was created and you are created to be solving problems in Jesus name. Kwa hivyo kila mmoja wetu, Mungu wetu ametuumba ili tupate kusolve problems za watu. Wewe solve problem na mtu mwingine akusolve problem. Amen. So you can solve the problem of somebody and your problem can be solved by somebody. And so we thank God. For today, I wanted to see somebody else whom God used to solve the problem, the way you are created, the way I was created, solving the problems. Let us go to the Word of God in the book of Genesis, chapter number 41, from verse number 40. Genesis chapter number 41 to some number 40, so that we can be able to see that you and me, we are created to be solving problem. Your problem can be solved by somebody, and you can also solve a problem of somebody. So all of us, we are all created to be solving problem in Jesus' name. Let me tell you, you can solve a problem of somebody, and somebody else can solve your problem. So all of us, we are all problem solvers. Hallelujah. We are all problem solvers, because somebody can solve your problem somewhere, and you can also solve problem of somebody somewhere. Are we together? So in this scenario, tunaona kwamba watu wa Misri kulikuwa na ile njaa kali sana, na tukaona kwamba Mungu wetu alitumia ndugu wetu Joseph. Hii ni wakati ambaye Pharaoh the king alikuwa na ndoto, na ile ndoto aliona, kaita magicians, na watu wale walikuwa ni wasomaji, na hawakuweza kutatua shida na ndoto ya Farao. Na hapo sasa ndipo sasa mtu mwingine anaambia Farao ya kwamba wakiwa gerezani, kulikuwa na mtu ambaye walikuwa wamefungwa pamoja na yeye na wale wengine, lakini huyo jamaa ambaye ni Joseph alipata kutafsiri maono au ndoto. He can be able to review he can be able to interpret the dreams. So kwa hivyo Joseph akiwa gerezani alisaidia wale watu pale gerezani, kwa sababu Mungu alimtumia ili asaidie wale watu walikuwa wamefungwa pamoja na wao. Amen. Haya, tusonge. Basi pale huyo jamaa ambaye alikuwa na ndoto na Joseph akatatua ile ndoto, ndipo sasa ndio akasema ya kwamba kuna kijana ambaye ako gerezani, na huyo mtu aweza kutatua ile ndoto ambayo ilikuwa ni ya Farao. Sasa Joseph akaitwa kutoka gerezani, ameletwa mbele ya nani? Ya Farao. Naye Biblia inasema kwamba naye Joseph akaitwa haraka pale alikuwa amefungwa gerezani, ili aende before the Farao ili atatue ile shida. Ndipo sasa tunaona kwamba ndugu wetu Joseph akiwa mbele ya mfalme akaanza kutafsiri au kuinterpret ile ndoto ya mfalme. Na Biblia inasema kwamba hapo Farao kusikia kwamba huyu jamaa ambaye anaitwa Joseph ametafsiri, he was able to interpret those dreams of Farao. Hapo ndipo sasa tukaona ya kwamba Joseph amekuwa usaidizi wa nani? Wa mfalme. Are we together? Kutoka pale ndipo sasa tunaona kwamba Mungu akamwita Joseph Farao akaita Joseph na akamwambia, kutoka sasa, kwa sababu you are able to interpret my dreams, kutoka sasa wewe utakuwa second man in Egypt. Mimi nitakuwa mkubwa wako, lakini wewe
utakuwa second in command. Hapo Joseph, kwa sababu ya wisdom ya Mungu, Joseph akakuwa number 2, mtu ambaye alikuwa gerezani, mtu ambaye alikuwa amefungwa, mtu ambaye alikuwa korokoroni, akawa number 2 kwa sababu ya Mungu kumtumia katika kutatua shida ya mfalme. Sisi kama umeshika. Farao alikuwa na nini? Na shida. Kwa sababu ya nini? Ya ile ndoto alikuwa ameota. Lakini hakuna hata magician au wale watu ambaye ni werevu wakitatua shida ya mfalme. Lakini ndugu wetu Joseph aliweza kutatua shida ya mfalme na kuja kutangazia kwamba Mungu aweza kukutumia utatue shida ya mtu mwingine. Awe ni mtu mkubwa namna gani, awe ni bosi yako, awe ni mama yako, awe ni baba yako, yani watu wakubwa kuliko wewe, Mungu aweza kukutumia wewe na uwe usaidizi wa mama yako au baba yako au brother yako au sister yako ako mbele yako. It does not matter the years. But God can use you, and you can be a blessing, or you can be able to solve a problem of your sister, of your brother, of your mother, in Jesus' name. I declare the anointing of God which is resting upon you is for solving problem of other people in Jesus' name. Hata yako usijali, kuna mtu pahali fulani na uombaga hivi, Mungu lete mtu kutoka anywhere in this world ili atatue shida yangu. Sema amen kubwa. Kwa hivyo usiwe mtu akutishago na problem. Na mimi siwe mtu akutishago na any problem. Hapana, kila kitu kizuri ni kuombaga Mungu na kuomba Baba ili Mungu wetu uniletee mtu ule hata najua au sijui, ili Mungu wetu awe usaidizi wangu katika hii shida napitia katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Geukia mwenzako kumwambia hiyo shida unaye, kuna mtu aweza kutatua. Farao alikuwa mfalme wa Misri, na hii ni shida ambaye iko ngumu kwake. Amaita magician, hakuna kitu anafanya. Anaita watu waerefu, hakuna kitu wanafanya. Lakini kale kakijana ambaye ni Daudi kakatatua ile shida ya mfalme. Kakwambia sasa, wewe mfalme, hiyo ndoto umeota. Akamwambia vile aliona ng'ombe shamba, ingine nono na ingine ambaye ni thin, na hii thin inakula ingine kubwa. Hiyo nayo ndoto ikakuwa kali sana. Akaona pia ndoto ingine ambaye anaona inaitwa nini? The corns. Imewekwa 7 of them. Kuna nono na kuna ile bado nono. Hii nono hii ambaye ni thin inakula hii ingine ambaye ni nono. Sasa hiyo it was a very disturbing dreams. Sasa ndugu wetu Joseph wewe alitatua hiyo shida na akamwambia kwamba mfalme, hapa katika Misri kutakuwa, kulingana na ndoto ya kwanza, kutakuwa na njaa kali sana, na kwa hivyo lazima wewe mfalme ujiseti, ili ya kwamba watu wa Misri walime sana, ili wakilima sana ile mazao watapata wataiweka ili miaka ile 7 itakuja ya jam, watu wa Misri hawatakuwa na njaa hata kidogo. Hallelujah. So we are seeing now Joseph solving the problem that was there in the land of Misri. Hallelujah. Sasa hapa anatatua shida ya mfalme, na pia Joseph anatatua shida ya the whole nation of Misri. Mungu aweza kukutumia na mimi anitumie ili wewe na mimi atatue shida ya either brother yako au sister yako au ya friend yako au ya nyumba yenu. Kwa sababu gani? Joseph alitatua shida ya nani? Ya mfalme.
na akatatua shida ya nini? Za the whole nation. Kwa sababu hapo tunaona wakati mfalme alisikia interpretation ya ile dreams kutoka kwa Joseph, akamwambia kwamba kwa sababu wewe ndio umeweza kutatua shida yangu na shida yote ya nation yetu ya Misri, wewe utakuwa na magapi? Number 2. I'm telling you, you can be promoted by God using you in any way to solve a problem of somebody in Jesus' name. When you are solving a problem of somebody, or when your problem is solved, I am telling you, that is a promotion in Jesus' name. May God use you, may God use me, that we can be able to be a problem solver in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Sasa hapo tunaona kwamba ndugu wetu Joseph hapo akainuliwa, akakuwa namba ngapi? Number 2 katika ile landi ya Misri. Nasema nini? Nasema ya kwamba Joseph akamwambia sasa, kutoka sasa, kwa sababu umekuwa namba 2. Biblia inasema kwamba kutoka wakati huo ya kwamba miaka 7 katika ile land ya Misri, miaka 7 hakuna hata city moja. All the cities in Misri, they had food for 7 good years. When there was a famine for 7 good years, Bible says that there was no famine in all the cities in the land of Egypt. Na hiyo shida ilitatua na nani? Na Joseph. Kwa sababu Joseph aliambia Farao, sasa kutoka sasa kutakuwa na njaa for 7 good years in the land. So tell the people of the land to sow their seed in the land of Egypt. Wapande mahindi, wapande mambo, wapande product katika ile land, ili na ile mazao waiweke kwa ngara, kwa sababu kutakuwa na njaa for 7 good years. Let me tell you, for 7 good years, Joseph solved the problem of the land of Misri in Jesus' name. Kwa sababu hiyo ndoto ambaye ilikuwa na Farao, ni nani alitainterpret? Si Joseph. Joseph alisaidia the land of Egypt, kwa sababu amwambia kwamba tupande mazao ili miaka shamba ambaye kutakuwa na njaa, watu wa Misri hawatakuwa na njaa hata kidogo. Na ni kweli, kwa sababu hata watu wa Canaan kule baba ya Joseph na brother zake walikuwa nakaa, kulikuwa na njaa Canaan, lakini Misri hakukuwa na njaa. Hakukuwa na njaa for 7 good years. Why? Bible say the whole city, all the cities in the land of Egypt had enough food. Kwa sababu gani? Joseph was used of God to solve the problem in Misri in Jesus' name. I am telling you, I'm declaring to you, God is going to use you. God is going to use you to be solving the problem in Jesus' name. And your problem will be solved in Jesus' name. So God is going to use people to solve your problem, and also you are going to be used to be solving the problem of people. So we can see from that point of today that Joseph solved the problem by managing the wealth of Misri. Andika hiyo. How can you solve the problem? How can I solve the problem? God used Joseph to solve the problem by managing the wealth of Egypt by God's wisdom. So you need God's wisdom. I need God's wisdom. We need God's wisdom that we can be able to be managing the resources of God in Jesus' name. You are called, and I'm called to be solving problem by managing the wealth, or managing, you might, when we are talking about wealth, we are saying you might not be having wealth, but there is something that God has deposited in you. Kuna kitu ambaye Mungu ameweka ndani yako, na ile kitu ameweka ndani yako ni ya kusolve problem ya wale wengine. Aha. Maybe God can give you wisdom. God can give you wrath, that even those people who hate you, you can still love them. God can use you in a word of wisdom that you can help somebody. God can use you, and you can pray for somebody who has a problem. Usiambia watu
Watu wakikuletea shida au mtu au dada fulani au ndugu fulani akwambia kwamba ndugu hapa na mimi, hii ni shida ambayo inapitia kwangu nyumbani, watoto wananiletea shida, bwana ameniletea shida, kazini naletewa shida, biashara ina shida. Alafu wewe akikuletea hiyo shida, alafu wewe unamwambia, wewe dada, wewe ndugu, shida yako si kidogo, yani yako ndio kubwa kuliko yako. Sisi kama umesikia watu kwa namna hiyo, instead of wasolve problem yako, wanakuletea shida yako, anakuambia kwamba brother, hiyo shida yako ni kidogo, yangu ndio kuu. Kama mtu anakuletea shida au jambo fulani, ili muombe pamoja na ili msaidiane pamoja, usimwambie yako ni kali kuliko yake. Hapana, wewe mwambie kwamba dada, wacha tuombe, ndugu, wacha tuombe, Mungu atasaidia. Yet unakuwa problem so fast than adding any problem to that brother or to that sister. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila mmoja wetu, hata mimi bishop nina shida yangu. Kila mtu, hii dunia yote hakuna mtu ana shida. Na kwa hivyo kuna mtu ambaye Mungu atatumia, kuna dada ambaye Mungu atatumia ili asolve hiyo problem, na wewe utatumia na Mungu usolve your problem. Ndipo naona kwamba watu wa Misri for 7 good years they enjoyed the food. Wale wengine wakiwa na shida, wale wengine hata hizi zile zingine zilikuwa siko karibu na Misri na Egypt, walikuwa wanakuja Misri ili wapate nini? Wapate chakula. Hata brother ya Joseph walikuja kutafuta chakula pale. That's to say that God can make you a blessing to somebody in Jesus' name. So desire to be a blessing, desire to be a problem solver in Jesus' name. And as you solve other problem, somebody also will solve the problem. So Joseph solved the problem of the nation of Egypt by God's wisdom in Jesus' name. Upendo wa Mungu ndani yako, itumie uwe baraka kwa mtu. Maombi, itumie uwe baraka kwa mtu. Ile gift unaye, tumia uwe baraka kwa mtu. Jambo lolote ambaye iko ndani yako na ni Mungu ameweka, uitumie ili mtu mwingine asaidike na afaidike, aone Mungu. Mtu akija kwako kwa njia yoyote, usimwambie shida yako, wewe mwambie wacha tuombe, hata wewe tuombe, Mungu atasaidia. Usiletee mtu problem kwa sababu naye, hata kama una problem, mtu akija na ukijua mtu ana problem, usiongee juu ya hiyo problem. Wasaone hivyo, alikuwa na linga, wasasikie hivyo, anakuwa linga. Hapana, wewe usikie mtu anamna hiyo, wewe muombe, Mungu amsaidie. Tutaendelea kesho, tusimame.